Rebecca, unajua muda unazidi kwenda na ukizingatia mtoto anazidi kuongeza miezi. Kwa mimi nilikuwa na ombi au nilikuwa na wazo kwako. Kama utaliona pia linapendeza, japokuwa mimi nimeliona linafaa, ndio maana ninaamua nikuletea. Unajua mimi sijaona kama kuna maana ya kuendelea kukaa pasina kwenda kwenu kujitambulisha. Kwa sababu kuna wakati huo ujauzito utakuwa zaidi na utahitaji kujifungua. Hatuwezi jua ni kitu gani kitaweza kutokea kwa sababu kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni bora hatua hii ikifika basi niwe natambulika kwenu, ili awe anajulikana baba wa huyo mtoto ni nani. Mimi ombi langu nilikuwa naomba unipeleke kwenu nikiweza kutambulika. Alafu usihofie kuhusu maisha yangu. Mimi nitajitahidi kadri niwezavyo ili kuweza kuweka mambo yote sawa. Lakini pia tutawaomba kama itakuwa ngumu. Ila tu nachohitajika mimi ni kufahamika kwenu. Please. Nakuomba. Ni sawa Ikani unachokuzungumza. Lakini samahani. Kuna jambo ningependa kukuambia. Kwani nimekuficha kwa muda mrefu sana. Ukweli ni kwamba mimi nimwathirika na ugonjwa huu. Sikuzaliwa nao. Yaani unamaanisha wewe hapo ni mwathirika wa virusi vya ukimwi? Ndio. Kwa hiyo na mimi ni mwathirika? Yaani unajua Rebecca, mimi unazidi kunichanganya, unazidi kunichanganya. Yaani unajua Rebecca, mimi unazidi kunichanganya. Yaani kwa nini kwa nini hukuniambia mapema? Niliogopa nikikwambia utaniacha. Kwa hiyo ulidhamiria mimi kuniua, si ndio? Yaani uliona mimi haifai tu kunipenda, haifai tu mimi kuwa na wewe, bali ulitaka kabisa na mimi niangamie kama ulivyo. Hata ukufikiria nyuma ni kuna watu wangapi wananitegemea mimi, si ndio? Yaani ukufikiria kabisa nyuma kwamba kuna watu gani wanaoniangalia mimi. Basi hata kama basi ungenionea hata huruma. Kwamba sina kazi, sina uhakika wa kula, sina uhakika wa kulala. Unaenda tunafanya sawa, imeshatokea, unanipenda na kupenda, sawa. Lakini ungeniambia hata nikatumia kinga, Rebecca. Kinga zipo, ungeniambia tu nikatumia kinga. Unakuja kuniambia sasa hivi kinabadilisha nini? Yaani kinabadilisha nini? Hapana, sio hivyo. Sio hivyo Ikani. Sawa. Ninashukuru, si ulidhamiria kufanya? Mimi mwenyewe sikupenda wewe babangu, nisamehe. Si ulidhamiria kuniua mimi, si ndio? Sawa. Ninashukuru. Nashukuru. Ikani. Mpigie basi mwanangu, bwana nyanyasa. Acha kuchamba bwana. Subiri sino nitakumpigia hapa. Au sababu sina salio bwana. Issue sio salio, issue hauna hela. Subiri nimpigie aje.
Poa, vipi mzee? Ni mwanangu, kuna wakati mtu anakuwa nakutafuta ubaya, yaani anakuwa nakutafuta tu binadamu kuone mbaya. Hebu just imagine, mtu hujawahi kumkosea, sawa? Mtu unamwazia mema, sawa? Yaani mtu umejitoa kumpenda kwa moyo wako wote, lakini yeye hapo kumbe anakuwazia kukuua, anakuwazia kukupeleka shimoni, yaani anakuwazia yote mabaya. Hebu nenda moja kwa moja kwenye point. Maana unavyoongea hapa wewe unaongea kimafumbo mafumbo. Unakuwa unatuacha sisi njia panda. Wewe nenda moja kwa moja kwenye point ili tukuelewe. Yaani Steven, msione kwa nini nimechelewa kuja hapa leo, ila leo nilipita kwa shemeji yenu na mnafahamu kwa ni mjamzito kwa sasa. Nilipita pale ili kumwambia jambo jema kabisa. Mnatambua kabisa kwa sijawahi kufika hata mara moja, na ule ujauzito unakuwa day to day. Hivi ikafikia wakati wa kujifungua akapata matatizo, alafu ndugu zake hawajui baba yule mtoto ni nani. Hivi si tutakuwa tumejiingiza kwenye matatizo makubwa? Ndio maana nikaenda nikitaka basi niende nikajitambulishe kwao, ili hata processes zingine za kutoa mahali na vyote vya ndoa viende vifuate. Tunajijua hatuna kitu, lakini kitendo cha kufika pale na kujitambulisha kinakuwa kimetupunguzia kitu. Hata kama watakuwa wametunyima, basi tutakuwa nimeshajulikana tayari. Lakini nafika pale namweleza tena kwa mazuri tu, anaonyesha kanikubaria eti sawa, afu ananiambia Aikan, samahani, eti pale alipo pale ameathirika. Aikan, Rebeka, au kuna shemu mwingine, au labda mimi sijakusikia vizuri? Opini, huo ndio ukweli, yani you can change it, huo ndio ukweli. Yani hivyo ndivyo walivyo. Kwa hiyo mnavyoniona hapa, mwenzenu mimi siko safari moja na ninyi, mimi ni wakufa sasa hivi. Aikan, sio kweli. Oho, mambo ya kifo hao ujue. Hapana, sio kweli. Aikan, sio kweli. Senpabie, haiwezekani. Mimi siwezi kukubali. Mbona unapariki kiasi hiko? Jamani, mimi ndio nayekufa, ndugu zangu ninyi bado mpo, nyewe mtabakia. Kane. Hivi unaelewa kweli hawa? Kane. Mimi hapa ndio
Ndio bwana. Wewe mwanangu, kumbe ulikuwa unajua kila kitu na ukanyamaza kimya tu mpaka mimi nikatoka naye. Upo sawa kweli? Mimi kwa najua kama masikani ningetembea naye. Ningetembea naye Kwa sababu wewe ulikuwa unajua kabisa kwamba yule binti ni mwathirika. Ulikuwa unataka kabisa na mimi nife. Mimi nilikuwa najua nini? Ina maana ulivyotembea naye ulikuwa unajua kama masikika. Mimi kwa una mimi kwa surprise hivyo hivyo. Kana wewe acha kunichanganya. Siku sio nyingi nenda kupoteza uhai. Afu unaweza kuniletea mawazo mengine. Kana nda kuvuruga. Kana kuumiza ujue. Shenzi mkubwa wewe. Shemeji, asa ndo nini? Nilikuwa najaribu kupima kina cha maji kama kimejaa au vipi. Kana hujapenda? Usijapenda. Basi nisamehe. Come on. Shem, japokuwa najua namkosea Aikan, lakini iko vibaya, naomba unisaidie. Shem, naweza nimezidiwa. Shemeji, usizani kama hapa ni sehemu sahihi. Ningeomba tuende ndani. Yaani licha upendo wote ule anaokuonyesha Aikan, bado namsaliti? Hapana shemeji, ni bahati mbaya tu, nisamehe. Bahati mbaya? Yaani ni afadhali ungetoka na watu wa mbali huko, lakini sio kumsaliti Aikan na huyo rafiki yetu kabisa, Ofini. Samahani shemeji, ni bahati mbaya tu. Mwenyezi kupenda hivyo. Naomba nitunze siri yangu tafadhali.
Kama unataka nikusamehe, nipe na mimi nikaionje kidogo, hapo ndo nitakusamehe. Oh, shemeji, jamani, kwa nini unanifanyia hivyo? Lakini Kano, ni emergency tu imetokea, ni bahati mbaya. Sina watu wa kiume afu naelewa mwanangu. Sasa uonte kumwambia Icon wa nini? Kwani nani amekataa kuwa sio emergency? Mimi mwenyewe ni emergency kwa Wafumania. Kwa hiyo sasa mna machaguo mawili. Moja, anipe nichape au akatae nikampe taarifa Icon. Basi sawa, wewe ni nani? Kano. 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 Mna shida gani lakini nyie? Pale tumetoka kuongea, kila mtu kapaniki kaondoka kivyake. Haya, hapa unakaa unaanza kulia mwenyewe, nipo huko na kutizama unalia tu mwenyewe. Kano, kwani mna shida gani ninyi? Niliyekumbwa na tatizo ni mimi. Hebu just understand. Hapo mkiendelea kulia hivi manake sitopata mfariji. Yaani mimi nategemea ninyi ili mnifariji mimi. Lakini mkiweza kulia hivi sasa mimi nitakuwa katika hali gani? Sasa mimi sinabidi nilie kabisa nigaregare hadi chini. Samahani kaka. Samehe sana bro. Sasa msamaha wa nini? Mimi na Mfini tumewahi kutembea na shemeji. Na ninyi tena? Na ninyi tena? Mgeni kutoka na shemeji yenu. Na mnajua kabisa yule ni shemeji yenu. Yaani mnajua kabisa yule ni shemeji yenu. Mnaniita Natambua makosa yangu. Ndio maana naomba unisamehe. Kano, acha masuala ya kusamehe. Hebu acha. Yaani ni mdudu gani ambaye aliwaingia ninyi hadi na nyinyi mnaenda kutembea naye kwa nini lakini? Ina maana kama lisingejulikana hili tatizo basi mngeendelea kutembea naye kila siku sasa. Haya. Nimekufa. Ninyi mmeenda. Ndio hivyo. Ninyi hamna kitu. Lakini Rebeka kwani unafanya hivi lakini? Yaani kufa ni kufa tu. Yaani wewe ni utakufa tu. Mdogo wewe ni utakufa. Wani unikubalia wakati unajua ni mwasirika. Kwa sumu lako ilikuwa kuniua. Alafu sitoshe na Brume amua kumuua. Wewe mwanamke muona gomba sana wewe. Wewe mimi nikifuata nikula nyama. Au nikifuata nipeleka wapi? Alibika kuambia kwamba uliofanya utalipia. Kwa nini nawe kuja kunitongoza ikiwa unajua kuwa natoka na Icon? Kwani ulikuwa unajua kama mimi natoka na Icon? Na ukaamua kuja kujiingiza humo. Afu unakuja kunilaumu. Kwani mimi nilikulazimisha? Sio ulinifuata wewe mwenyewe kwa tamaa zako binafsi. Hata kama ungeniambia, wewe usiku na akili zako timamu. Kwani usingeniambia? No akae kimya kwa na kimchezo kinaoendelea ili mradi tu niue. Mimi nimekosea nini?
Mimi niweza niko peke yangu katika msala huu. Kumbe ni jopo kubwa la vijana ambao wameamua kuwaua kwa mikono yako mwenyewe. Rebeka, bila shaka unafahamu kwamba wewe ni mwathirika muda mrefu. Hivyo basi ungetuambia ukweli tujue tunajikinga vipi na wewe. Kumbe kipindi chote nilivyokuwa nakuja njilaisishe, ulikuwa unatambua kwamba wewe ni mwathirika. Rebeka, kwa nini umekuwa mkatili kiasi hiki? Tazama, nguvu kubwa ya vijana umeipoteza. Rebeka, wewe sio binadamu. Wewe sio mwanamke Rebeka. Tazama, tuna watu ambao wanatutegemea nyuma yetu. Tuna watu ambao wanatutazama kusema hapa kuna mtu ambaye namtegemea. Tazama unachofanya sasa. Afu mbona mnyi mnanichanganya? Kwani mimi niliwaita? Si mlijileta nyinyi wenyewe kwa miguu yenu miwili? Mimi ni mama huruma. Kwa mtu anavyokuja na shida zake, lazima nimsaidie. Na kila mmoja alikuja kwa wakati wake. Mimi ningekataa? Niwaone mkibaki na shida zenu mkilia? Kweli wewe ni mama huruma. Na ndio maana uliona huruma kutuacha sisi tuishi. Ukaamua kutuonea huruma ili tufe pamoja na wewe. Hivi uliweza nini kutembea na Mkane na Ufini pamoja na Kando, na ili hali unatambua kuwa wote hawa ni rafiki zangu, na unajua kabisa kwamba mimi tayari umekwisha niambukiza? Ni yako ulikuwa hutaki kuacha hata msaada nyumba. Ulivyoniambia mimi nilikuwa najua labda nitaenda kufa mwenyewe na nitaacha watu kunisaidia. Kumbe kweli wewe ni mwanamke ambaye ni nyoka, tena nyoka mwenye sumu kali, ambaye umeamua kunizunguka nyuma na kugonga kila aliye karibu na mimi. Uliwaza ni nani atakayebeba jeneza langu kama wote watakuwa ni maiti? Kwa sababu umeamua kutuua wote. Wewe ndiye ambaye ungetuzika. Nisikilize Rebeka. Tunaweza tukajiona kama sisi ndo tulikuwa wakosefu. Sawa. Tunakubaliana na makosa tuliyofanya. Lakini jaribu kuwa na utu, jaribu kufikiria maisha ya wenzako. Hata kama wewe ndo umeathirika, lakini sio kigezo cha kusambaza ugonjwa wako kwa kila mtu. Unavyo plani kuniua mimi, hebu angalia na nyuma yangu kuna wangapi wanaonitegemea mimi. Umeua watu 4 sasa hivi. Unajua ni watu wangapi ambao wako nyuma yao? Sawa. Lakini naomba nikwambie jambo moja tu. Upandacho ndicho utakachovuna. Umeamua kupanda umauti kwetu, si ndio? Mavuno yake ni umauti kwako kwanza. Namaanisha hata kama dhamira yako ilikuwa ni kutuua sisi, ila atakayeanza kufa ni wewe, alafu ndio tutafuata. Kwa hiyo mwisho wako kwa kuendelea kuangamiza vijana wadogo wenye ndoto zao na kuendeleza kuzididimiza na kuzifukia chini ya mchanga is today. Niacheni. Kwa nini mnataka kujichukulia hatua mikononi? Hayo maneno yametoka kinywani kwangu. Mmepima mmekuta na nyinyi ni wasirika? Au mnataka kunihukumu kwa jambo msiolijua? Ni bora mgeenda mkafanya check up na nyinyi mkajua kama ni wasirika au la. Na mwisho wa siku ndo mkaja kufanya hicho mnachotaka kukifanya. Na sio kujichukulia hatua mikononi. Lakini mimi nilisema kwa upande wangu kwa mimi ni masirika na sio wewe Aikani. Sawa. Wewe umejikuta unaweza kujitetea sana.
Na siku zote wanasema shetani ukimpatia chance basi atajitetea na kukuteka. Tunakwenda kupima. Ila endapo ikitokea tumeathirika, basi hiki tulichokipanga lazima kitimie leo kabla jua kuzama. Nani?